pamoja na hayo ninakushukuru na wewe kukubali na mimi kuwa sehemu ya watu ambao watakuwa wana mchango kwenye maisha yako. Ninashukuru sana wewe kukaa hapo kusikiliza, ni kwamba umemheshimu Mungu lakini pia umemheshimu mtumishi wake. Mimi ninashukuru sana. Nasikana kuna mahali ukafika ukasema lisingekuwa lile ambalo Mungu aliliweka kwa mtumishi wa Mungu fulani, singekuwa hapa ambapo nipo. Kwa hiyo na mimi nashukuru kwa hii nafasi na heshima ulionipa ya kuwa na mchango kwenye safari hii ya maisha yote ya kiroho pamoja na ya kimwili. Na mimi niliye mbele yako ninaitwa Elisha Musa Damson, ni mtumishi wa Mungu, mhubiri wa neno la Mungu. Amina. Ingawa nitakwambia, lakini niko naendelea kujifunza zaidi, nijue vizuri zaidi namna ya kufundisha kwa kama kina Rafaeli. Rafaeli, Mungu akubariki sana. Kwa ndipo naendelea namwambia Bwana, mimi nataka na neema kuwa mwalimu bora na mwalimu mzuri. Kwa hiyo ninatamani nafasi hizi mbili nizitumie ipasavyo. Haleluya. Na kwa sababu ni jambo la kiroho, hakuna dhambi hapo. Hayo ndio matamanio yangu. Kwa hiyo natamani pia nje ya kwamba labda unanifahamu kama mwinjilisti, wewe nifahamu kama mwalimu pia. Amina. Na uwezo wa kufundisha na ukaelewa. Naomba niweze kumshukuru Bwana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya hii nafasi na hii neema ulionipa kusimama mbele ya watakatifu wako, watu wao wazuri na wakuu unaowapenda na kuwathamini. Asante kwa sababu Bwana, sio kwa sababu ya vile tu ambavyo nimepanga, lakini kwa sababu kalenda yako ya mbingu iliruhusu haya kutendeka. Baba yangu na Mungu wangu uliye hai, unacho chakula cha kuwalisha watoto wako. Ninaomba ukatulishe leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Amen. Wakati ambavyo ninakufundisha, na mimi pia naendelea kujifunza, na hii ni kawaida pia ya mwalimu. Wakati ninapozidi kufundisha, anaendelea kuwa bora na anaendelea kujifunza zaidi. Kama unaandika, andika jinsi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunazungumza sana kwa habari ya Roho Mtakatifu, na kichwa andika jinsi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Jinsi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tutatembea kwenye hicho kichwa, na kama haujawahi kujaa Roho Mtakatifu, basi Yesu Kristo atakujaza Roho Mtakatifu. Na sio tu kujaa Roho Mtakatifu, utajifunza na namna Roho Mtakatifu anavyoongoza watu. Wakati ambapo ninamuuliza Mungu, unataka niseme katika namna ipi? Kwa sababu Roho Mtakatifu anafundishwa na walimu wengi. Roho Mtakatifu anafundishwa na watu mbalimbali, anafundishwa katika namna mbalimbali. Na mimi sio mara ya kwanza kufundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini na Mungu akaanza kunipeleka na kunipitisha katika vile namna anataka tuweze kujifunza, na ndipo akanipatia kichwa hiki cha somo, jinsi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hii ni kwa sababu tuna watu wengi wakishapata Roho Mtakatifu hawajui namna gani Roho Mtakatifu anaongoza maisha yao, lakini wengine wanaongozwa na Roho Mtakatifu lakini hawajui ya kwamba ni Roho Mtakatifu ananiongoza. Na imefikia mahali mtu anakuwa na shaka, hivi anayesema ni Roho Mtakatifu au sio Roho Mtakatifu? Kwa leo nitakupatia kwenye semina hii mpaka tunamaliza, tutakuwa na hiki kitu. Kwa utajua na kuelewa Roho Mtakatifu, namna anavyozungumza, namna anavyotoa taarifa, namna anavyosemezana na mtu, na utajua na vingine mpaka utajiuliza, kumbe hapa alikuwa ni Roho Mtakatifu.
Kwa utakuwa unafunguka, ili ikitokea mara nyingine amekusemesha, ujue kabisa aliyenisemesha ni Roho Mtakatifu. Andiko kuu ambalo nitatembea nalo ni kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa Warumi sura ya 8 mstari wa 12 wa 14 sio 12. Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Anasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu wao ndio wana wa Mungu. Mpendo wa Mungu, mimi sitabaki nimesimama hapa. Napenda sana kuwa karibu na wao. Amina. Kwa hiyo tutashuka hapa, tutatembea. Huyu Paulo anawaambia Warumi na anawaandikia waraka Warumi. Anasema, ninyi watu Warumi, sikilizeni, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Andiko hili linamaanisha ya kwamba nje ya mwamini kuweza kumpokea Roho Mtakatifu na kuweza kumwamini Yesu Kristo, inahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu ili mtu huyo aweze kuwa mwana wa Mungu. Umemwamini Yesu, umempokea Yesu ndani yako, umejazwa Roho Mtakatifu ndani yako. Lakini Paulo anaongeza kitu, anasema anayeongozwa na Roho Mtakatifu ndiye mwana wa Mungu. Sijui kama unanielewa hapo. Sasa kumwamini Yesu Kristo kunasababisha wewe upate uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Ukisoma Yohana 1:12, Yohana 1 mstari wa 12, anasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Nataka uone kitu ambacho kimejificha hapa, na kawaida ya mwalimu ni lazima aweze kuchimbua ili aweze kupata vitu vya kuweza kuwafundisha watu. Nimesema ya kwamba mtu anapompokea Yesu Kristo anakuwa anapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kwa mfano, mimi nikikutafuta Rafaeli nikasema nakupa uwezo wa kuwa mfanyabiashara, sijakupa biashara, nimekupa uwezo utakao kufanya biashara. Sijui kama kuna mtu ambaye ananielewa hapo. Nikija kwako nikisema nakuwezesha uwe mfanyabiashara, maana yake ninakupatia fedha au ninakutengenezea mazingira ya wewe kuwa mfanya biashara. Yesu anasema wewe umeniamini na uko sahihi sana kuniamini, lakini ukiniamini na kupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Ni kitu kigumu, kwa sababu katika kulitafsiri neno au kulitafsiri andiko inawezekana tayari wewe ushatafsiri, na mimi nilishawahi tafsiri kama ulivyowahi kutafsiri, kwamba aliyemwamini Yesu moja kwa moja amekuwa mwana wa Mungu. Lakini hiyo ni hatua ya mwanzo, na Yesu hakuongea kwa bahati mbaya. Anaposema wewe umeniamini na kupa uwezo utakao kusaidia kukufanya kuwa mwana wa Mungu, na nimekutolea mfano mwepesi na mfano rahisi ya kwamba anakuhitaji, unatakiwa uwe mfanyabiashara, ninakupa uwezo wa kuwa mfanyabiashara, ila sijakufanya kuwa mfanya biashara. Sasa Paulo anakuja kutuonyesha wana wa Mungu ni wapi, na ndio anakuja kusema wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Paulo hakuongea kwa bahati mbaya, wala hakuongea kwa kujifurahisha. Alikuwa ana maana. Kuna mtu ambaye ananielewa hapo? Ukinielewa kwenye msingi, utaelewa vizuri zaidi na kuelekea. Sasa
andiko hilo na ambalo linatuonyesha nini hapo? Manake mtu ambaye haongozwi na Roho wa Mungu, huyo sio mwana wa. Narudia tena, andiko hilo linatuonyesha ya kwamba asiyeongozwa na Roho wa Mungu sio mwana wa Mungu. Okay, haongozwi na Roho wa Mungu. Natafuta namna ya kuweza kuliweka vizuri uweze kunielewa. Neema aliyokuwa amekutana nayo yule mwizi msalabani ni neema hiyo hiyo iokoayo, inayokuokoa wewe. Lakini utofauti wa neema aliyokutana nayo mwizi msalabani na wewe ni hii: wewe umeshaamini na una maisha ya kuishi. Yeye alikuamini hakuwa na maisha ya kuendelea kuishi, alikuwa anafia msalabani. Sijui kama unanielewa. Neema aliyokutana nayo yeye ni baada ya kuamini, akaambiwa tutakuwa wote mahali pema peponi, paradiso, tutakuwa wote. Wewe ukishaamini unatakiwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili uendelee kudumu kuwa mwana wa Mungu na haki ya kurithi ufalme wa Mungu iwe ndani yako. Unahitaji kuendelea kuongozwa, kwa sababu katika safari hii tulionayo ina maanguko mengi, ina maporomoko mengi, ina kushuka kwingi, ina kupotea kwingi. Yeye anapokuja kuongoza, maana yake yeye anaijua njia, anatuonyesha njia. Aliyewahi kufika mbinguni hapo, enuka ushachukuliwa kafikishwa mbinguni, hapo kuonyesha mwelekeo wao. Yesu anasema hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu ajaye kwa Baba lazima apitie kwa mimi. Roho anachokifanya, anakudumisha kwenye njia ambaye ni Kristo. Kwa hiyo akija anakuongoza kwenye njia ambayo njia ni Kristo. Kuna njia nyingi, lakini njia kuu ni moja, ni Kristo Yesu. Njia zingine zote ni za pembeni. Tulia kama masirafu. Kamani, yaani kwa siga zinaka usio zipi. Wewe ukikaza, yaani ukikaza sana utanielewa. Ila ukijiweka katika namna fulani ni rahisi utanielewa. Unajua ukiwa unamsikiliza mwalimu kama vile anafundisha mawe, inakuwa ni kazi sana. Kuna kitu kimoja katika kufundisha ambacho anayesikiliza inabidi akizuie. Kwa Kiingereza tunaita pseudo listening. Tukiwa na maana ya kwamba unakiona kitu ni kigumu kabla hata hujajifunza. Sasa sitamani wewe uanze kutengeneza akili ya kuona hiki ninachokufundisha ni kigumu kabla hata hujajifunza. Jamani, ni chepesi sana. Amina. Yaani ni chepesi na kinaeleweka sana. Kwa hiyo wewe jiweke katika mkao mzuri wa kula. Sasa kuna kitu ambacho Biblia imesema, na tutasoma huo mstari mbeleni. Anasema hivi, kana kutesa kama tunasema hivi, inasema hivi, wanajuhudi katika Mungu ila pasipo maarifa. Kumbe katika kumjua Mungu kunahitaji maarifa. Katika kumwelewa Mungu kunahitaji maarifa. Ili wewe umjue Mungu vizuri kunahitaji nini? Maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini?
maarifa. Maangamizo yamekuja kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa mimi ambacho tunakifanya leo na tunakifanya kwenye hii semina, zaidi ya wewe kupokea Roho Mtakatifu, unapata na nini? Maarifa, ili usiwe tu na juhudi, ila juhudi yako iende na maarifa. Somo hili sasa, wakati Roho ananiambia nilipeleke namna gani, nigawanyike katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza nataka nizungumzie maana ya Roho Mtakatifu kwa muktadha wa somo ambalo tunakwenda kufundisha. Lakini maana ya Roho Mtakatifu inafahamika sana. Alafu sehemu ya pili itakuwa ni namna Roho Mtakatifu anamuongoza mtu. Hapo ndipo utajifunza sisi kwamba anaongozaje. Alafu sehemu ya tatu itakuwa viwango vya Roho. Muamini anapoingia na kujaa Roho Mtakatifu na viwango ni tofauti, na ukijikuta umeamini na kubakia katika viwango vile ni hatari kwako, kwa sababu itakubidi uweze kuongezeka. Hatari ni kwamba ukiamini au ukabaki kwenye viwango kile ni kwamba unakuwa kama mtoto mdogo. Unategemea nini? Wa mama unajua mtoto mdogo unaanza kukunyesha maziwa, anapoendelea unabadilisha, unapewa maziwa ya mshipishi baada ya maji hapo. Unaona mtu maziwa unamnyonyesha na unampa na uji. Unakuta mzazi mmoja anampa kwenye uji mtoto wake ili ujiwe na ladha. Badala ya kuweka sukari, niliona sana. Nikasema huyu mama anawaza nini kuweka kwenye uji wa mtoto chini. Akasema mtoto asiyekuwa kuelewa vitu vitamu. Ninaambia hapo kuzea uchungu fulani. Alafu baadaye tukaanza kubadilisha. Akasema tukimpa tu sukari na pia mali kukosa sukari. Tukiweka kachumvi atagoma kula. Ninahisi hapa mimi nilishaelewa kachumvi. Nice. Ingawa sijui. Sasa huyu mtoto tukikuta kwa kadri anavyoendelea, alafu anataka tu kunywa uji, ni hatari. Huyu mtoto ataanza kuendesha. Wale si mnajua kuendesha? Au nataka mpaka tuongee Kiswahili chenyewe. Huyu mtoto inabidi kwa kadri anavyokuwa au anapokea vitu vigumu, ndio vitakuwa vinakaa tumboni. Kwa sababu kwa kadri anavyokuwa kazi zinaongezeka, mambo ya kufanya yanaongezeka. Kwa hiyo anachokula kifanane na umri wake, kifanane na kazi anayofanya. Kwa hiyo huyu mtoto tukiendelea kumnywesha uji siku zote, kwanza atakuwa, pili lazima magonjwa ya kuandama. Nataka nikubadilishie tuingie kwenye mambo ya kiroho. Ukiamini na ukabaki katika kiwango kile kile, uko na hatari kubwa sana. Moja, unadumaa kiroho, una utapiamlo wa kiroho. Unatakiwa upate mlo kamili. Lakini magonjwa yasapo, kuna matukio ambayo hakutakiwa kukupata, yatakupata kwa sababu levo yako na kiwango chako kimebaki pale. Kuna matukio hayatakiwi kukupata kabisa, ila kwa sababu ya kiwango hicho nacho itabidi yakupate. Kwa hiyo wewe binafsi lazima utake kukua na kuongezeka, usibakie hapo hapo. Amina. Ndio maana mtoto akiwa anakunywa uji, badala ya kutoa akinywa uji baada ya masaa mawili anapiga kelele. Unajua hao kaugani fulani hivi laini na kijia. Ndio kumsaidia. Kwa hili somo linakuonyesha na litakufikisha mpaka huko. Tutaingia kufika kwenye kiwango ambacho mimi nitakufundisha kupitia ushahidi wa Biblia, lakini pia nitakufundisha kupitia uzoefu wangu.
uwahudumu. Unajua kuna maswali ambayo ukijiuliza utakosa majibu, lakini majibu yake yapo. Mfano, Yesu anakutana na mwanamke kwenye kisima. Yule mwanamke Msamaria anaanza kumweleza mambo yake. Swali ni je, Yesu ameyatoa wapi mambo yake? Mambo ya mwanamke ameyajuaje? Mambo ya mwanamke, alikuwa ana ushahidi gani na ana ujasiri gani wa kumwambia mwanamke, wewe kuna 1, 2, 3? Kwa kupitia kujifunza kwenye semina hii nitakuonyesha na nitakwambia Yesu alisikiaje, yaani Yesu alijuaje, Yesu alielewaje. Wakati mwana tamani kuja huko sio. Na hata wewe mwenyewe ishakutokea. Labda kama ndo unaanza kwenye wokovu. Ila utakuja kuelewa kwamba inakuwaje, ule sio uchawi. Kwa sababu inasikana yule mwanamke alianza kumchukulia Yesu Myahudi wa kawaida. Baada ya kuona kama anasema vitu ambavyo ni vya maisha yangu mimi sasa. Hao wewe ni mmoja kati ya manabii, wewe ni nabii. Lakini mbona kama bado sielewi. Baadaye mazungumzo yanabidi yaende kuambia watu, kuna mtu aliyeniambia habari za maisha yangu. Huyu ndiye Masihi tuliyekuwa tunamtarajia. Yaani katoka kwenye kiwango cha kuamini Yesu ni Myahudi kama Wayahudi wengine. Kaingia kwenye kiwango cha Yesu ni nabii, akaona bado hastahili kukaa kwenye unabii. Akajua huyu ni Masihi. Yesu akiwa ndani yako, manake Yesu yuko ndani yako na wewe uko ndani ya Yesu, manake Yesu na wewe ni kitu hiki kimoja. Una uwezo wa kunifanya hivyo. Wakati ambao wananielewa. Tuangalie maana ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nini? Ni nani? Ni nini? Yaani Roho Mtakatifu ni nini? Au nani? Okay. Andika maana ya kwanza, nakupa tafsiri mbili tu. Maana ya kwanza, Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Sisi misingi yetu inaamini kwa habari ya utatu. Msingi wetu wa Kikristo. Nimeona baadhi ya wahubiri wana majina wana watu wengi sana, ila wameanza kuharibu msingi huu. Wanasema hakuna utatu mtakatifu. Hata ninyi mnapita kwenye media nadhani mnaona watu wanasema hakuna utatu mtakatifu. Kama sijajua wao wana misingi gani ya imani, au sio Wapentekoste wenzetu? Na ukiona namna hiyo lazima ujiulize anaongozwa na roho ipi. Inawezekana kabisa kuna roho nyingine. Huo sio uhaba wa maarifa. Yaani ila kuna roho nyingine itakuwa inamuongoza. Hawezi kukataa utatu mtakatifu. Au baba tunasemaje? Tukiukataa leo nikawafundisha hapa, jamani hakuna utatu mtakatifu. Unatoa sababu inshallah. Na hatujakosea kuamini kwa habari ya utatu wa Roho Mtakatifu kwa sababu kuna ushahidi wa kibiblia, ushahidi wa kimaandiko ya kwamba kuna utatu mtakatifu. Hatuna Mungu watatu, tuna Mungu mmoja. Lakini katika utatu mtakatifu, sasa ushahidi ya kwamba tuna Mungu mmoja, ukisoma Efeso 4:6 anasema tuna Mungu mmoja. Lakini ukisoma Timotheo wa kwanza 2:5a, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5a, inatuonyesha ya kwamba tuna Mungu mmoja. Okay. Ushahidi ya kwamba kuna utatu mtakatifu katika Mungu huyo mmoja, Yohana wa kwanza 5:8. Yohana wa kwanza 5:8 inatuonyesha. Lakini ushahidi mwingine ni Marko 1 mstari wa 10 mpaka 11. Kuna shahidi nyingi. Hiyo ndio tutakutosha.
Ile somo nimeleta kwenye PC, maana kuna watu ambao wanahitaji kujifunza, tunawatumia kama notes. Okay. Ukiona pale katika Yohana anasema kwamba watu watatu washuhudiao katika mbingu. Anasema kuna mwana au neno ni Yesu, ni mwana. Lakini kuna Roho Mtakatifu. Alafu kuna Baba, yani Mungu Baba. Lakini katika ile Marko wakati Yesu anabatizwa, tunaona kuna Yesu mwenyewe anasimama kwenye nafasi ya mwana. Lakini tunaona kuna ua. Wakisema dove, yule ni ndege mweupe. Anashuka. Ni Roho Mtakatifu ameshuka kwa kiwiliwili kama cha ndege. Roho Mtakatifu anajifunua katika namna nyingi kwenye Biblia, kwa usishangae. Lakini kuna sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Hiyo ni sauti kubwa ya Baba. Utatu Mtakatifu ukakamilika hapa. Tunaonyeshwa na Utatu Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ni Mungu, ni kwa sababu na yeye ni sehemu ya huo Utatu Mtakatifu. Kwa tunaposema Roho Mtakatifu ni Mungu, na kwa sababu na yeye ni sehemu ya huo Utatu Mtakatifu, hiki unachofundishwa kitakusaidia pia kuitetea imani yako utakapokutana na imani nyingine. Amina. Sasa kwa nini tumtambue Roho Mtakatifu kama ni Mungu na tumwelewe kama Mungu? Moja, ili tuweze kujua yeye ni tofauti na wanadamu. Kwa hiyo hautakiwi kumlinganisha Roho Mtakatifu kwenye kifungo kimoja cha uwezo sawa na wewe. Lakini pili, lazima ujue Roho Mtakatifu ni Mungu, maana yake yeye anajua kila kitu kuhusu mwanadamu. Tukisema kwa habari ya Mungu anajua kila kitu. Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu anajua kila kitu. Yaani kwa habari yako anajua kabisa ya kwamba wewe jana au jana, kwa sababu kuachiwa hela ya matumizi, anajua kila kitu. Kuna watu wanaamini Mungu hahusikani na mambo ya maisha ya kawaida. Mungu anahusika na maisha yetu ya kawaida sana, kwa sababu maisha haya ya kawaida ndio ambayo yanaweza kufanya kutoa kwenye imani au kutuingiza kwenye imani. Kwa yeye anajua kabisa, anaelewa kabisa ya kwamba wewe ulizaliwa lini, ulizaliwa kwa nani. Yaani anamjua mpaka baba yako. Ukigoma, huyo hana sifa ya kuitwa Mungu. Anamwambia nabii Yeremia, kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mamako nalikujua. Haleluya. Na baada ya kukwenda kwenye tumbo la mamako nalikutakasa. Yaani wewe unajulikana na Roho Mtakatifu kabla hata ile mimba haijatungwa. Na unaongea kitu gani hivi? Anasema katika Zaburi, nitakutajia hicho kitabu baadaye. Anasema wamtuma Roho wako wanaumbwa. Anamtuma Roho Mtakatifu tunaumbwa. Kumbe Roho Mtakatifu anahusika katika kutuumba. Kwa kama Roho Mtakatifu amekuumba, anashindwaje kukujua? Anashindwaje kujua una njaa au una njaa? Anashindwaje kujua una hasira au una hasira? Anashindwaje kujua umechanganyikiwa au hujachanganyikiwa? Anashindwaje kujua unaguaga UTI au hugui UTI? Anashindwaje kujua ya kwamba umelalaje au umeamka? Anashindwaje kujua? Hawezi kushindwa kujua kuhusu wewe. Kwa hiyo yeye ni Mungu, anajua kila kitu kuhusu
kuhusu wanadamu, lakini lazima tumtambue kama Mungu ili tuweze kumheshimu kama tunavyomheshimu Baba pamoja na Mwana. Kuna watu tukitaja Roho Mtakatifu wamemshusha viwango, alafu anaogopa kumsemea vibaya Yesu ambaye yuko kwenye nafasi ya Mwana, na anaogopa kumsemea vibaya Baba, ila anasikia uhuru kumsemea vibaya Roho. Na Mungu kuonyesha uthamani, alijua watu wataheshimu Baba, wataheshimu Mwana, Roho Mtakatifu atamchukulia kawaida. Yesu akamwambia, sikilizeni, dhambi yoyote mwanadamu atakayoitenda atasamehewa, lakini atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Leo ukiniuliza kuna dhambi Mungu hawezi kusamehe, ndio. Dhambi gani? Kimkufuru Roho Mtakatifu. Kwa sababu wewe unapomtambua, mwelewe kama yeye ni Mungu, nafasi ile ile ambayo unayomwelewa Baba, unayomwelewa Mwana, mwelewe na Roho Mtakatifu katika kiwango kile kile. Kuna mtu ambaye ananielewa hapo? Amen. Tukimwelewa Roho Mtakatifu kama Mungu, tutamtii kwenye kila jambo. Tutamtii kwenye kila jambo. Maana yake tutamsikiliza sasa. Akisema tutasikia. Akisema tutatii. Akisema tutatii, tutamsikiliza. Kwa sababu tunamjua kama Mungu. Leo hata ndani ya kanisa, leo hapa nikwambia Roho Mtakatifu ananiambia. Yaani tayari mtu alishamshusha viwango Roho Mtakatifu. Ila nikisema Baba Mungu amesema na mimi, yaani kila mtu atatulia kimya, asikie Baba Mungu anasema. Kwa sababu Baba Mungu amemkuza yeye ndani yake, alafu Roho Mtakatifu amemshusha. Sasa mafuta usiyoyaheshimu hayawezi yakakukolea na kukung'arisha. Mafuta usiyoyapenda huwezi kuyanunua dukani. Kuna mtu ambaye akiingia pale ananunua mafuta ambayo anajua kabisa hata harufu yake ni haipendezi. Inawezekana mafuta mengine tunapakaa yanaga harufu. Perfume, yanaga niseme perfume. Ukienda dukani kuchagua perfume pale, unaangalia ipi ambayo yale marashi yake yana harufu ambayo wewe inakupendeza. Hata kama wengine wataboeka, lakini si unatafuta ile ambayo wewe binafsi inakupendeza. Hauwezi kutafuta ambayo nyingine inampendeza mwingine. Sasa utaanza kujikimbia mwenyewe. Ukipiga wakao. Sasa Roho Mtakatifu usipomheshimu, usipomchukulia katika kiwango cha Mungu, hautathamini kuwa naye. Hautataka kuwa naye. Hautahitaji kuwa naye. Hautatulia umpate. Kwa sababu tayari umemwona katika hali ya kawaida. Sijui kama kuna mtu ambaye anamuonyesha thamani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila unapokaa, mimi leo hapa hata nisiposema Roho Mtakatifu kanisemesha, nilisema Mungu amenisemesha. Sijakosea. Yesu amesema na mimi hapa, sijakosea. Kwa sababu wao ni wamoja. Kuna mtu ambaye ananielewa? Amen. Aha. Maana ya pili, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Na hapo tukielewa tena eneo la usaidizi, nitakuelewesha kwa kina kidogo. Yesu akasema yeye ajaye ndio atakuwa msaidizi. Soma katika Yohana 14:16-17. Yohana 14:16-17. Mtakatifu msaidizi. Sina kuwa Mungu. Yeye ni Mungu. Na yeye ni msaidizi. Yaani inakuwaje Mungu alafu nawe msaidizi? Mungu
Mwanake yuko juu ya kila kitu. Alafu huyu Mungu anakuwaje msaidizi wako? Na Yesu, yaani ni kama Yesu ameishusha thamani ya Roho Mtakatifu zaidi ya thamani ya mtu. Yaani anaonyesha ya kwamba thamani yako ni kubwa kuliko Roho Mtakatifu. Okay. Tukiwa ofisini kuna boss, alafu kuna msaidizi. Manake boss anamlipa msaidizi. Boss anamwagiza msaidizi. Anamtuma nenda kule, anamtuma nifanyie hiki. Kuna taarifa inakuja, naomba uweze kuipokea. Kuna wageni wanataka kufika mule ndani, hasa ma secretary wanapokea wale makatibu wa ofisi. Wanampigia boss kwa mgeni. Sasa nataka uelewe usaidizi wa Roho Mtakatifu. Uelewe usaidizi wa Roho Mtakatifu. Pamoja na kwamba yeye ni Mungu, lakini ana nafasi ya kuwa msaidizi. Sasa kwanza hii kitu inaonyesha ingawa Roho Mtakatifu ni Mungu, lakini unyenyekevu ni asili yake. Yaani kitendo cha yeye kuwa kukubali kwa tena msaidizi aliye Mungu ni unyenyekevu mkubwa sana kupita kawaida. Unyenyekevu mkubwa sana kupita kawaida. Sasa yeye amekuumba, alafu tena anakuwa msaidizi wako. Hata si tayari, yaani itokee baba yako mzazi, yaani baba yako mama yako, baadaye yeye ndo anakuwa kama mtoto, alafu wewe unakuwa kama mama au unakuwa kama baba kwa mtoto wako, yaani unakuwa baba au mama kwa mama yako na kwa baba yako. Huo ni unyenyekevu unaopita kawaida. Okay. Sasa katika nafasi nilisema kuangalia kitabu ambacho kinaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ametuumba. Katika Zaburi 1:30 anasema ametuma roho yake nao wanaumbwa, yaani sisi tunaumbwa, unaufanya upya uso wa nchi. Uumbaji wa Mtakatifu anahusika. Sasa Roho Mtakatifu anaposimama kama msaidizi, hujishughulisha na mambo yote yanayomhusu mwamini kwa kumwezesha upatikanaji wake. Usaidizi wa kwanza wa Roho Mtakatifu ni yeye kujishughulisha na mambo yote yanayohusiana na wewe, kujishughulisha na kila kitu kinachohusiana na wewe. Na anapojishughulisha na kila kitu kinachohusiana na wewe, maana yake anakusaidia katika upatikanaji wa mambo yote yanayohusiana na wewe. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 5 mstari wa 17, Petro wa kwanza 5:17 anasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu, sio tu mambo ya rohoni, hata mambo ya mwilini. Yaani yeye anajishughulisha na mambo ya uchumi wako, mambo ya biashara yako, mambo ya watoto wako, mambo ya ndoa yako, mambo ya mipango yako, mambo ya elimu yako, kila jambo ambalo linahusiana na maisha yako, yeye anajishughulisha na mambo ya maisha yako, kwa sababu yeye ni msaidizi. Anahakikisha yale mahitaji unayotaka yawe yanapatikana, yanakuwa available. Kile kitu wanataka chakula, yeye anasababisha mipenyo ya upatikanaji wa chakula. Wanataka amani, yeye anasababisha amani. Panapokuwa na unyonge, yeye analeta nguvu. Panapokuwa na udhaifu, yeye analeta nguvu. Panapokuwa na hali kama umekataliwa, yeye anakusababishia kibali, kwa sababu yeye anajishughulisha na mambo ya kwako, anajishughulisha na uzima wako. Kuna kitu, Mtakatifu ni msaidizi
kwa sababu yeye anafanya kazi ya kuwezesha wewe hata unachokiona. Unataka nini? Unahitaji nini? Asa shida ni kwamba tumemwelewa kwa upande mmoja. Nataka urudi kwenye kumwelewa kama Mungu pia anajua kila kitu kuhusu wewe, na sio mjinga na mpumbavu yeye kusema ya kwamba ombeni lolote mtakalo. Ni kweli anajua, lakini ombeni lolote mtakalo. Kwa nini? Sio kwa ajili yake, ni kwa ajili yako. Kwa ajili yangu kivipi? Kuna wakati Mungu akifanya bila wewe kujua kwamba Mungu ndiye aliyefanya, hautathamini nafasi ya Mungu. Kwa hiyo anataka wewe umuulize, alafu yeye akujibu. Akishakujibu utathamini nafasi yake kama Mungu. Kwani mara ngapi ukiugua ukapona bila kuombewa, si unasema hii ilipangwa tu? Umeona hii ilipangwa tu kwamba itokee. Ndivyo ilivyo. Kama kila kitu Mungu akifanya bila sisi kuomba, tutasema hii itakiwa tu itokee. Yaani ndio ilifika tu wakati imetokea. Sio kuna mtu ambaye ananielewa. Amen. Okay. Sasa usaidizi wake mwingine hapo ni kwenye mambo ya maisha. Nimesema usaidizi wake mwingine ni kuthibitisha habari za Mungu, kwamba Mungu ni kweli au ni wa kweli. Kuthibitisha ya kwamba Mungu ni wa kweli. Mungu Yehova, kwa sababu kuna Mungu wengi na hakuna ambaye anataka kumuita Mungu wake shetani au kusema mimi naabudu miungu. Hakuna. Yaani hata anayekwenda kwenye tunguri, hata ukienda kwa mganga wa kienyeji, yaani kama ushaienda wewe kwa yule mtaalamu ukamuita mtaalamu, yule mtaalamu anakwambia ngoja niseme kwa Mungu, nasikia tu Mungu anasema. Naye pale hajataka kushusha tu wao, na yule anamuita Mungu. Sasa tunazungumzia habari ya Mungu Yehova. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kudhibitisha ya kwamba Mungu Yehova ni Mungu wa kweli. Lakini pia usaidizi mwingine ni kumfunua Yesu Kristo kuwa ni Mungu na ndiye mwana wa pekee na ndiye mpatanishi pekee kati ya Mungu na wanadamu. Anamfunua Yesu Kristo kuwa ni Mungu, jambo la kwanza, lakini ndiye mwana wa pekee. Jambo la pili, lakini ndiye mpatanishi kati ya Mungu. Ndio anakuja kuzungumza katika Timotheo wa kwanza 2:5. Anasema hicho kitabu kiandika. Anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mwanadamu Kristo Yesu. Mbona anatuchanganya? Anasema hivi, kwa sababu Mungu ni mmoja. Mhubiri umetuambia Yesu ni Mungu. Alafu huyo aliyetuandikia Timotheo anasema mpatanishi huyo Yesu ni mwanadamu. Yaani inakuwaje anakuwa tuna mwanadamu? Mbona ni jambo rahisi. Yesu ni mwanadamu kwa sababu aliubeba mwili alipokuja kwenye shughuli ya ukombozi. Yaani ndio jibu tunajepesa sana. Aliubeba mwili alipokuwa amekuja kwenye ukombozi. Ndio maana ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 anathibitisha hiyo. Timotheo wa kwanza 3:16 anasema hivi, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu aliyedhihirishwa katika mwili sio mwingine, ni Yesu Kristo. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Mwilini tunamuona mwanadamu, rohoni anaonekana kuwa ni Mungu. Ni waajabu. Akaonekana na malaika mara kadha wa kadha. Yesu ameonekana akikutana na malaika mara nyingi sana. Akahubiriwa katika mataifa. Ni nani anayehubiriwa katika mataifa zaidi ya Yesu? Hayupo. Akaaminiwa katika ulimwengu. Leo ulimwengu mzima tunaamini kwa habari ya ondoleo la dhambi kupitia Kristo Yesu. Akachukuliwa juu
katika utukufu. Yaani unaona kabisa habari imepangiliwa ya kwamba aliyekuwa anatajwa ni nani? Yesu. Ila Mungu alidhihirishwa katika mwili. Manake Yesu mwilini alionekana kama mwana wa Yusufu, lakini rohoni ni Mungu. Na mtu ambaye anaelewa. Sasa Roho anafanya kazi ya kumfunua ya kwamba ndiye mpatanishi. Hakuna mpatanishi mwingine isipokuwa yeye peke yake. Hata kama kuna watu watasema ya kwamba wao ndio wapatanishi kati ya mwanadamu na Mungu, hajawahi kutokea mpatanishi mwingine isipokuwa Yesu peke yake. Hatuwezi kumwelewa Mungu bila Yesu, na hatuwezi kumwelewa Yesu bila Roho Mtakatifu, kwa maana hatujamuona Yesu kwa macho, bali tumeona yameandikwa. Lakini Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu anafanya kazi ya kutusaidia kwanza kumwelewa Mungu Yehova, ya kwamba ndio Mungu wa kweli, wala mizimu yetu sio Mungu, wala mababu zetu sio Mungu, wala sanamu sio Mungu, bali Mungu Yehova ndiye Mungu wa kweli. Alafu tunakuja kufunuliwa na huyu Roho, anatusaidia kuelewa ya kwamba Yesu tena naye ni Mungu, alafu ni mwana pekee wa Mungu aliyetolewa sadaka kwa ajili ya ukombozi. Alafu anatusaidia tena kuweza kujua ya kwamba anayetupatanisha na ufalme pekee ndiye Yesu peke yake. Hakuna namna unaweza kumshawishi mtu ampokee Yesu kama Roho Mtakatifu. Hakuna. Leo naanzaje kukubali? Kwanza tungesema mbona ni Mungu wa wazungu? Na ni kweli sisi tuko tuna miungu yetu Afrika. Yeah. Na mababu zetu waliamini kwenye anaomba mvua inakuja, wakiomba magonjwa yatoke yanatoka. Okay, lakini Mungu wa kweli ni yupi? Ni wale walioabudiwa na wazee wetu zamani, au ni huyu tuliyeletewa? Maana kama tumeletewa Mungu wa kigeni alafu tumempokea, kwa sababu hatujui hata asili yake. Sasa Roho ndo anaanza kutufundisha, anaanza kukufunulia, anaanza kukuelezea kwamba hiyo ni kweli kabisa. Mungu wa kweli ni Mungu Yehova, ambaye ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Alafu huyo Yesu Kristo, yeye ndiye wa pekee na ndiye aliyetumwa kwa ajili ya kutupatanisha au kuwapatanisha nini pamoja na Mungu. Yeye pekee yake, yeye pekee yake. Kenda kusoma Biblia utaelewa vizuri sana. Sasa kulingana na muda wangu siwezi kuingia kwenye kipengele cha namna ya Roho Mtakatifu anapoongoza malaika. Maana kipengele tutaingia kesho. Sasa kwa nini nimekufundisha vitu vingine ni kama vitu ambavyo unavijua? Kwa sababu katika kanuni za kufundisha, mtaalamu mmoja alisema hivi: katika kufundisha, wafundishe wanafunzi wako kuanzia kwa vinavyojulikana kuendea kwenye visivyojulikana, vinavyoeleweka kuendea kwa visivyoeleweka. Kwa mimi nimeanza na vinavyojulikana kuelekea kwa visivyojulikana. Nimeanza na ambavyo hata wewe unavielewa, alafu tutakwenda ndani kwenye ambavyo vinataka sasa utulivu na umakini wa hali ya juu. Sio kasema anafundisha vitu vya kigeni, na vifundisha vitu vile vile na viko ndani ya Biblia. Ila sasa ni kwamba mambo ya rohoni, lugha iliyotumika kuyaeleza huwa ni ngumu kuielewa, lazima uwe wa rohoni ili kufafanua. Ulishakutanaga na mtu ambaye ukimuuliza swali, imewezekanaje wewe ukaomba huyu mtu ni kilema na akapona? Anaisha ndio kukwambia ni neema ya Mungu. Kwa nini wewe hiyo neema unayo alafu mimi sina? Yaani kwa nini wewe unayo alafu mimi sina? Kwa nini wewe unayo alafu mimi sina? Kwa kweli niseme tu, mimi ni mtu ambaye siriziki na majibu ya namna hiyo. Yaani wao nikutanishe tu, unajua wanapona kwa sababu ya neema ya Mungu. Okay sawa, najua neema ipo. Kwa nini neema ulionayo mimi sina na ninaitaka?
uniambie kwani sina. Kuna vitu vipo unavijua, niambie ni vilini hivyo na mimi vijua, alafu niwe nafanya kama unavyofanya. Sio kama kuna mtu ambaye sababu alafu inaonekana kama ndio unyenyekevu sasa. Kila kitu kusema neema ya Mungu. Asikatai ni neema, lakini kuna kitu kinafanyika ili vitu vilivyo ndani ya neema ya Mungu vifanye kazi. Sio tu neema. Mbona neema kutamka ni rahisi sana. Haleluya. Sasa hapo ambapo tumemwelewa Mungu Roho Mtakatifu katika namna hiyo, hapo ambapo tumejifunza, mimi naamini kabisa kuna jambo ambalo umejifunza, kuna jambo ambalo umepata, kuna kitu ambacho umekielewa. Namna yako ya kumthamini lazima ibadilike. Kwa hiyo tutakaposema kwa habari ya kumpokea Roho Mtakatifu, na vile vile uwe na kiu na njaa ya kumpokea kama ulivyompokea Yesu Kristo. Tukisema kwa habari ya kumpokea Roho Mtakatifu, uwe na kiu na njaa kama vile ambavyo una kiu na njaa ya kumwelewa Mungu. Tunapomsema Roho Mtakatifu, maana yake haja yako ya ndani badilike. Na ndio maana nimetoa msingi ambao unaona nimeuweka wa kumwelewa Roho Mtakatifu katika mapana yake na namna alivyo. Lakini leo kwa mara ya kwanza, kama siku ya kwanza, nimekuambia ya kwamba yeye ndiye Mungu. Inawezekana kuna mambo najiuliza ya kwamba ni kama Mungu ameniacha, ni kama Mungu anioni. Hapana, yeye kwa sababu ni Mungu, hakuna jambo yeye haoni. Hata ugonjwa wako anaona, hata mateso yako anaona, hata shauku yako anaiona, hata kiu yako anaona, chochote kinachohusiana na wewe anaona. Hakuna kitu ambacho yeye haoni, kwa kuwa yeye ni Mungu. Yeye anaona kila jambo, hata taabu ndani ya familia yako anaona. Watoto wako hawataki shule anaona, mume wako anakushambulia anaona, familia yako imekukataa anaona, watu wamekuandama anaona, ni kama kila mahali unakataliwa anaona, ni kama biashara yendi anaona. Hakuna jambo yeye haoni, lakini kuna jambo moja, yeye ni msaidizi. Anatusaidia kwenye kila jambo, anatusaidia tunaposhindwa, wakati tunapokuwa wagonjwa yeye analeta afya, tunapokuwa hatuwezi yeye anatuwezesha, tunapokuwa na maswali yeye analeta majibu, tunapokuwa tumechoka yeye anatupa nguvu, tunapotamani kulala yeye anatuamsha, tunapotamani kukaa yeye anatuinua tutembea, tunapotamani kutembea anatupeleka kwenye kasi ya kukimbia, maana ni Roho anayetusaidia. Ni kweli kwenye hii safari kuna wakati kuna kuchoka, kuna wakati kuna kukata tamaa, kwa sababu dunia tulionayo imejaa vita, na shetani hajawahi choka kutushambulia, hajawahi choka kutumia makombora. Lakini Roho wa Bwana, nabii Isaya anasema, ingawa watu watachoka, lakini vijana wamtegemeao Bwana, wale wamtegemeao Bwana watavikwa nguvu mpya. Ni kweli kuna wakati nguvu inaisha, lakini Roho wa Bwana analeta nguvu mpya. Kuna wakati tunaona kana kwamba uokovu ni uongo fulani namna hiyo, lakini sio uongo, ni ukweli umethibitishwa. Acha Roho wa Bwana aingilie kati kwenye hali unayopitia, acha Roho wa Bwana aingilie kati kwenye jambo unapitia, acha Roho wa Bwana aingilie kati kwenye kitu unapitia. Umeiuliza sana, umewaza sana, umejisemesha sana, umesharudia sana, umebaki mahali umechoka. Roho wa Bwana leo yuko kwa ajili yako, ili akusaidie, yuko kwa ajili yako, ili akusaidie. Unaweza ukasimama kwa miguu yako, kalibebekua rada basheda batena baka
lina baratupa ayantelebehubraketeskofaya. Hapo ukiwa umesimama kwa miguu yako, ninajua wewe Mungu anakujua sana, lakini moja ya jambo ambalo wamesema ya kwamba eleza hoja zako zenye nguvu, nami nitaweza kuleta majibu. Kuna hoja anataka useme, kuna mambo anataka uzungumze, kuna mambo anataka umsemeshe, kuna mambo anataka uzungumze, kuna mambo anataka umsemeshe. Huyo Roho wa Bwana leo tunakwenda kuomba, leo tunakwenda kuomba. Ninatamani sasa kwa kinywa chako mwambie Bwana, nimelisikia neno lako. Mwambie Roho wa Bwana, nimekutambua kama wewe ni Mungu. Mwambie Roho wa Bwana, ninakutaka wewe ndani yangu, nina haja na kiu na wewe. Nenda kamwambia namna hiyo, alafu dakika chache za mshomba tutaomba na watu walio wagonjwa ambao wamefika hapa. Hatuwezi kusema habari zake alafu zikaishia kama Nathalia alabeshketapakudapakua radebeshkadeberiagataskevio rampadabakopregabeskediabataya radebeshadebegadiabatua ranamashadebetelebekodibaba radabashkadeberiabuskevediabatua rampadabakepregades-kovadiamatea ranemashadebekotapekatapakua ranemasopregedeveriamataida yadabashadebekopaketepakaida rande masobrega da peria batune bakaya alenda batuna yada balaga tuskabare tabaya. Moja ya jambo ambalo nikwambia Bwana wa Mungu, Roho Mtakatifu anapenda watu ambao huwa wanafungua vinywa vyao, huwa wanafungua vinywa vyao katika uwepo. Usijione wewe ni mgeni kwenye uwepo, usiangalie watu ya kwamba wao wanaendaje mbele ya Mungu wao. Hapo unajiangalia wewe mwenyewe, hapo unajitazama wewe mwenyewe, hapo unafungua kinywa mwenyewe. Hapo mwambie Bwana, hata kama huwezi kuomba, hata kama hujui kuomba, unasema tu, unamwambia tu Yesu asante, alafu unamwambia Yesu nisaidie. Unamwambia tu hivyo kama hujui kuomba, unamwambia Yesu